Bwana asifiwe. Ni ibada ya pili. Karibu mahali popote ulipo, tunapoenda kumsifu Bwana na kumwabudu, maana yeye ni Mungu. Tunataka tufunge macho tuombe ili tukaanze ibada yetu. Baba yetu uliye juu, umeinuliwa na kutukuka, mfalme mkuu. Hakuna aliye kama wewe Jehova. Asubuhi ya leo tunalibariki jina lako, tunaliinua jina lako, maana ni jina kuu. Asante kwa mahali hapa, asante kwa maishani mwetu Jehova. Tunapokuabudu, tunapokutukuza Bwana, jina lako liinuliwe, maana wewe umetamalaki duniani kote. Pokea sifa na ibada mchana wa leo Bwana. Karibu zaidi na zaidi maishani wetu na mahali hapa Bwana. Uwepo wako ukazidi kuongezeka mahali. Bariki jina lako, tunalitukuza maana wewe ni mwema. Asante Bwana hata kwa ibada hii. Tunaomba Bwana ukatende yale ambayo Bwana utatenda kwa utukufu wa jina lako. Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Mahali popote ulipo, tusimame tupige makofi tunapoenda kumsifu Bwana. Sifa na utukufu ni zake mkuu. Anastahili heshima, anastahili sifa zote. Utukufu ni zako ewe Mungu wangu. Utukufu ni zako ewe Mungu wangu. Utukufu ni zako Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako. Sifa na utukufu ni zako ewe utukufu ni zako Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako ewe. Utukufu ni zako ewe. Sifa na utukufu ni zako. Sifa na utukufu ni zako ewe. Sifa utukufu ni zako. Sifa na utukufu ni zako ewe. Sifa na utukufu ni zako ewe. Utukufu ni zako ewe. Sifa na utukufu ni zako Mungu wangu. Sifa zako, sifa zako, habadiliki. Sifa zako,
Sifa na utukufu ni zako ewe Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako ewe Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako ewe Bwana wetu. Sifa na utukufu ni zako ewe Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako Bwana wangu. Sifa na utukufu ni zako ewe Bwana Yesu. Sifa na utukufu ni zako ewe sifa na utukufu ni zako ewe Bwana Yesu. Sifa na utukufu ni zako ewe Mungu. Sifa zako tunatangaza. Sifa zako tunayo. Sifa zako tunatangaza. Sifa zako tunayo. Sifa zako tunayo.
twakupa Bwana heshima na sifa, pokea milele, pokea heshima, pokea utukufu, pokea sifa zote, pokea heshima, pokea utukufu, pokea na ibada, wewe pekee unastahili, mfalme wa wafalme. Tunalitukuza jina lako Bwana, tunaliinua jina lako, mfalme wa wafalme. Hakuna kama wewe. Watu waabudiwa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na heshima ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wenye nguvu na uwezo ni wewe, wenye wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, wenye nguvu na uwezo ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, wenye nguvu na uweza ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, wenye nguvu na uweza ni wewe. Mwambie Bwana asante mchana wa leo kwa ajili ya neema yake. Twalibariki jina lako, twaliinua jina lako, twalisifu jina lako, twalipa heshima jina lako, maana jina lako linapita majina yote. Jina lako ni takatifu, jina lapita majina yote, ni jina la Yesu. Yapo majina yalikuwepo, lakini jina Yesu linaishi. Jina lapita, jina lapita majina yote, ni jina la Yesu. Yapo majina yalikuwepo, lakini jina Yesu linaishi. Jina lapita, majina yote, ni jina
lakini jina Yesu linaishi. Sina jina lingine ila jina lake Yesu, jina lenye nguvu. Ni Yesu, ni Yesu. Sina jina lingine ila jina lake Yesu, jina lenye nguvu. Sema ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Sina jina, sina jina lingine ila jina lako, ila jina lako Yesu, jina lenye nguvu. Twainua mikono tukikiri kwamba jina lako liko juu kuliko majina yote Bwana. Twasema asante kwa ajili ya jina hili, na kwamba hakuna jina lingine. Twalitangaza jina lako kwa jina takatifu, kwa jina lenye nguvu. Asante kwa kila anayesikiliza, kwa jina la Yesu na wote tuseme amen. Mungu akubariki mahali popote ulipo. Wewe unaisikiliza, unaweza kushiriki na mwingine ujumbe huu, na naamini ya kwamba itakuwa ni baraka. Unaweza ukaketi, wewe ambaye uko katikati yetu. Tunashukuru kwa ajili ya nafasi hii. Tunataka kwenda kuongea kwa kifupi sana, Mungu akitujalia. Kwa ibada yetu ya kwanza tumeongea vitu vingi, lakini kwa ibada hii nataka kuongea kitu kimoja tu, iwapo Mungu atanijalia. Mara nyingine tunashangaa, tunapitia katika mifumo fulani tusioitaka maisha. Mifumo migumu tunaiteta, lakini inaonekana kana kwamba inatulemaza, na tunashangaa ni nini kinachoendelea. Nataka kuambia ile kwamba tumeokoka na kwamba Kristo Yesu alituhamisha kutoka ufalme wa giza kuingia katika ufalme wa pendo lake, haijatosha tu pekee kwamba shetani asitutendee vitu. Ndio maana tuna ngao ya imani, ndio maana tunapaswa kuomba kila siku, ndio maana tunapaswa kuwa na mfumo wa saumu, mfumo wa maisha ambayo yatakuwa ni maisha ya vita, kwa sababu shetani kile anachoteta ndani mwako, kama nilivyoongea asubuhi nikagusia tu kidogo, ni hatima yako. Kila mmoja wetu aliye hapa ana vizazi, anabeba vizazi vinne, na ndio maana katika maandiko anaambiwa mtu mwenye haki huweka urithi kwa wana mpaka wana wa wanawe, kwa sababu hivyo vyote vinahesabika ni vizazi vyako. Kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu na kizazi cha nne. Generation yako inakoma pale, kizazi cha nne kinaanza generation nyingine. Na shetani akifaulu kukuzuilia wewe, fikiria vizazi vyote hivi atakuwa amevikatiza. Na ndio maana unakuta hata katika Agano la Kale laana ama baraka zilikuwa zinaenda mpaka vizazi vingi, zilikuwa zinaambukizana kuanzia kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne.
Sasa tusipoelewa haya, maisha yetu yanatetwa na tunakwama. Na kama wewe ni mzazi, yale usiyoweza kuyashinda, usitarajie wanao watayashinda. Na kama wewe ni kijana, jaribu kujenga msingi imara ambao wanao watakuja furahikia, si kwanza mapambano tena. Tumesoma hili andiko, nataka tulisome tena. Isaya 10. Ole wao wawekao amri zisizo za haki. Kwa hivyo kuna watu huweka amri, na amri ni itiiwe, amri si ivunjwe, lakini ni amri isiyo ya haki. Kwa mfano, tunapoambiwa tuje kwa ibada na kusiwe na waimbaji, kwetu na tepu inaimba pale, unasimama kama kisiki. Hili amri nzuri kweli? Mtu huyo ole wake anaweka amri kama hizo. Hii si amri nzuri. Kwetu sisi tunakuja kuabudu, tunajua kuabudu si kuja kanisani. Watu wanaweza wakaja kanisani wakawa hawana ibada. Kuabudu si kuja kanisani. Kuabudu ili kukamilike, kuna kuimba, kuna kuomba, kuna kusikia neno, kuna kutoa sadaka. Hiyo ni inaitwa ibada. Sema ibada. Ibada ya kuwa unaimbiwa ni tendo, si ibada. Ibada ambayo hawatoi sadaka si ibada. Ibada ambayo hakuna mahubiri si ibada. Na sisi vibonzo, sisi ni watu. Amen. Ibada inahusiana na hisia zetu zote. Ibada. Sina wale wao wawekao amri zisizo za haki na kumnyang'anya maskini wa watu wangu haki yao, ili wajane wawe mateka yao, na kuwafanya mayatima waliofiwa na baba zao kuwa mawindo yao. Nataka ujue ya kwamba zipo sheria. Sema zipo sheria. Zipo sheria. Matukio yoyote uyaonayo hadharani ni matukio ambayo yamekuwa design katika ulimwengu wa roho. Sema amen. Amen. Matukio yoyote unayopitia ni mambo ambayo yamekuwa design na yakaandikwa na yakapitishwa katika ulimwengu wa roho. Matukio hata ya kijamii, ile kwamba baba yako ni mtu wa kidini tu, hataki wokovu, fuatilia, unaweza ukapata kwamba ni mfumo wa kwenu nyumbani. Ile kwamba watoto wakifikia umri fulani wanaasi, wanahama nyumbani, wanashika mimba. Fuatilia kwa makini. Sasa chengine ni hiki ambacho nataka ukijue. Inawezekana wewe pale kwenu ukawa ndio unatekwa kuliko hiki. Mtu aseme amen. Amen. Maana wewe ndiwe unabeba hatima ya hiyo jamii. Wewe ndiwe unabeba nini? Sema hatima. Niliongea siku nyingine nikasema, shetani alivyomjanja, alijua ile mbegu wewe ile ulipokuwa mbegu kwa baba yako. Na shetani kulingana na utafiti wake akagundua mbegu hii imedesainiwa kuwa ya kwanza, ilidi. Akaichelewesha. Akafanya nini? Akaichelewesha ili izaliwe nyuma. Sijui kama unaelewa hiyo. Yakobo aliteta wakati wa kuzaliwa. Alitaka azaliwe
wa kwanza, maana alijua yeye ndiye mrithi wa kwanza. Mpaka akamshika kisigino nduguye, amzuie ili azaliwe yeye kwanza, lakini akashindwa. Akazaliwa huyo aliyezaliwa kwanza. Yakobo ilibidi atumie mbinu nyingine ili apate urithi wa kwanza, japo si mzaliwa wa kwanza. Yusufu alizaliwa mwisho, lakini ndiye aliyekuwa na beba hatima ya ile jamii. Bwana asifiwe. Amen. Usione unacheleweshwa ukasema ni kawaida. Si kawaida, ni maandishi yaliandikwa, kuandikwa katika vikao vya mashetani, vya wachawi. Kama vile sisi wahubiri ni maajenti wa Yesu, ni maajenti wa Injili, na wachawi na wao pia ni maajenti wa kuzimu. Wao pia hukaa vikao vyao, na kwa sababu ya injili hii wakasense na wakaona fulani atakuja tutatize, wacha tuanze mikakati ya kupambana naye mapema. Na wakaanza mikakati ili wapambane. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa kuna sheria hutungwa, na sheria hizi hudhibitika wakati unaona matukio yasiyo ya kawaida. Kila mtu akiokoka, hata kama hakusoma, hatima yake inapaswa kuwa kubwa. Suseme amen. Nyota yako inapaswa ing'ae kule kwenu kuliko ya wandugu zako wote. Si mpango wa Mungu kwamba wewe umeokoka na kule kwenu bado wewe ndiwe duni, haujaweka kitu ambacho kinaonyesha wokovu wako. Faida yake ni hii, ni kunena kwa lugha peke yake bingi, kunena tu kwa lugha bingi, lakini wewe ndiwe fukara, ndio unasaidiwa na wale ndugu zako. Wewe ndio ambaye huna cha mkononi, waja msalabani, mchafu, uoshwe. Sasa haina faida. Ni kwamba kuna maneno ulinenea yako, maneno kila jamii ulikuwa na miungu ambayo naabudu. Ndio maana jana nikawa nawaambia wale wazee kule kwa harusi. Jana tulifunganisha harusi kwa wale ambao mlikuwa hamjui pengine. Ben ameoa, Grace ameolewa, tuliifanya jana. Wengine mlikuwa nauliza mbona hatukuambiwa? Tuliwaambia, lakini tulikuwa kwa ajili ya hii masharti yaliyoko, tulisema hatuogopi lakini tunatii. Hayo tukaenda tukawafunganisha. Na nikawaambia kwamba kuna hii tabia ya watu uhaswa, kimejikenda kwenda kubarikiwa, alafu wenda ketishwa mlangoni asubuhi na mapema, unaongeleshwa maneno alafu na mwagiwa maji hapo kwa mlango. Nimesema ukishafanywa hivyo uhitaji kuja kanisani. Legally huyo mke ni wako, huyo mume ni wako. You don't need to come to the church. You don't need. Harusi iko ya kimila na hicho ni kimila. Harusi iko ya kiserikali, unaenda kwa DC. Na kuna ya kikanisa. Kama umeamua kuolewa kikanisa, fanya kikanisa. Hatukatai baba yako au mama yako kukubariki, lakini kwa nini mpaka uketi mlangoni? Kwa nini akumwagie maji? Sikia nikwambie, wengine hamjui kwa nini tulipambana na nguvu za giza nilipooa mke wangu. Tulikataa mila zote na bado ukafanywa mila ya lazima. Kabla mke wangu atoke kwa nyumba, akiwa natoka, alikuja mzee akaongea maneno akiwa na nasi na akaivunja pale kwa mlango.
Mama hakujua, aliambiwa baadaye akiwa ameshakinyaga amepita. Na tukaanza kupambana na mapambano ya matambiko ya kidigo. Ziko tabia ni kwa sababu ya maandishi yaliyoandikwa juu ya hiyo jamii na juu yako. Maana wewe ulionekana utakuja tatiza the gods of the land, miungu ya baba zako. Kwa hiyo lazima wewe ndio unamilikwa. Ndugu zako wanakuchukia Yusufu. Kwa nini? Maana wewe ndio unabeba hatima ya jamii yote. So shetani anatumia ndugu zako kukuchukia. Shetani amejua, na baba na yeye anahisi kule ndani, anatengeza gauni, anampatia Yusufu awe distinct kati ya ndugu zake. Alipopewa lile vazi, Yusufu akaanza kuota. Alipovikwa lile vazi la baba yake, Yusufu akaanza kuota. Akasema nimeota njema. Wakamsikiliza, wakajua analenga wapi. Kesho yake akasema nimeota ndoto nyingine. Wakasema haya, tutamalizana naye upone ndoto zake zitakujaje. Anajifanya kichwa. Yeye ndiye kichwa sana. Na ungeamini maandishi ambayo huandikwa ili kukuzuilia. Maandishi haya yanaweza kuwa hata yalikuaffect katika kuzaliwa kwako kimaumbile yako. Waliandika sheria usivuke. Waliandika sheria ili usiweze kuivuka. Na sasa wewe unaona vitu vinaenda vyongo, tunashangaa kwa nini mambo yanaenda hivi? Kwa nini mambo yanaenda hivi? Kwa nini mambo yanaenda hivi? Usielewe. Biblia inasema mimi Bwana, hebu angalia Malaki 3:5. Malaki 3:5. Alafu tutaenda kuomba. Tutanenea sheria. Nimekuwa hapa nikiomba 3:5. Anasema nami nitawakaribieni ili kuhukumu, nami nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi na juu ya wazinzi na juu ya waapao kwa uongo na juu ya wamwoneao mwenye kuajiriwa na kwa ajili ya mshahara wake, wamwoneao mjane na yatima, na kupotosha mgeni asipate haki yake, wala hawaniogopi mimi, asema Bwana wa majeshi. Anasema mimi mwenyewe nitatoa hukumu juu ya wachawi walioandika sheria. Uliolewa, upati watoto, yenda kwa daktari, leo anakuambia ni tiu. Kesho anakuambia hapana, kizazi chako kimekaa Kongo. Kesho kutwa hapana, ni mzee wako mwenyewe, mbegu zake ni dhaifu. Kama mnakutumia madawa hiyo, mwingine anakuambia hata issue haiko kwanza, hizo dawa sasa ndio zilikuwa zinaua. Shida iko hapa. Sasa unakuwa mtu tu kwenda kwa magaino, huyu gaino mwenye pepo, huyu gaino mwenye, yaani wanakufanyia utani, maana kuna sheria. Dawa si kukimbilia kwa magaino. Dawa ni kujua kama kuna sheria ilitungwa juu yako na kuikabili. Kwanza mfumo wa maombi na wadhabihu na mfumo wa maisha yako ya kustick in the word, kwa sababu sheria hutanguliwa ni sheria nyingine. Sheria kupingwa ni sheria nyingine. Angalia hapa katika kitabu cha Warumi 8. Sheria
sheria nyingine. Anasema sasa hakuna hukumu ya adhabu juu ya hao walio katika Kristo Yesu. Kuna hukumu. Hawahukumiwi kwa ajili ya magonjwa, hawahukumiwi kwa ajili ya hiki. Hukumu hutolewa kulingana na sheria. Ni sawa sawa hiyo. Hukumu yoyote ukiwa unahukumiwa, unasomewa sheria kwamba umehalifu sheria. Na zipo sheria za wazee. Yesu aliambiwa kwa nini anahalifu sheria ya wazee, na yeye akawaambia na ninyi pia mnaihalifu sheria ya Mungu. Na sheria ya Mungu nasema mheshimu baba yako na mama yako, na si mheshimu baba yake na mama yake kufa nafe. Mimi nikasema asiyeheshimu lakini akileta sadaka anakubalika. Kwa nini mnaihalifu sheria ya Mungu kwa sheria zenu? Yesu akawauliza. So naona hapa ni sheria na sheria. Ili uwe mgonjwa lazima kuwe kuna sheria. Ujijajika tu akili yako ifanye ni susususu, lakini unakuwa mwerevu kwa mambo ya ujinga, lakini mambo ya faida wewe ni susususu. Ni sheria iliandikwa. Sheria iliandikwa. Hatuwezi kuoleka kwa sababu gani? Ni huna maziwa ama ni una maumbile yako yako kombo. Ni kuna sheria iliandikwa. Anasema kwa sababu sheria. Kwa sababu gani? Hebu sema kwa sababu ni sheria. Sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Amen. Sheria hizi. So kufahamu kwako kuna depend unajuaje sheria. Kama wewe ni Mkenya na hujui haki yako ya sheria, utaonewa. Je, unajua si haki ya kutembea usiku? Sipokuwa wakati wa lockdown kama sasa. Lakini si hatia Mkenya kutembea usiku. Lakini polisi anaweza kukuuliza, kwa nini watembea usiku? Yeye ni usiku. Huyo mwenyewe anakuuliza hivi. Na anakuuliza kwa nini watembea usiku? Walikuja nishika pale bridge. Kwa nini mnatembea usiku? Akasema ninyi ni askari katika mwili, sisi ni askari katika roho. Ni mwafanya vyenu vya kimwili, sisi tunafanya katika roho. Na ulinzi wenu unategemea kile tunafanya sisi. Hii ndio inafanya tunatembea usiku. Uzuri pakawa na mmoja ni kijana ambaye nimemlea mimi, nimemwombea hata siku ile naenda kwa hiyo na neno recruitment nilimwekelea mikono. Ni mkubwa hapa. Hapa. Yeye alikuwa anaongoza ile kosa, akasema wewe ni mzee wangu mwache. Wale wengine walikuwa wanataka kumwakia. Mimi ni askari pia. Mimi nafanya katika mwili, mimi nafanya katika roho. Na si hatia kutembea usiku. Sasa kama wewe umeokoka na ujui sheria yako, shetani ana enforce sheria za madhabahu za kwako. Lazima ujue hiyo. Kuna sheria kuandikwa. Asivuke laini hii. So kama maisha yako kuna vitu huviwezi vya kiroho. Maisha yako. Maana kuna vitu ambavyo shetani viliandikwa. Sikia niwaambie wapendwa na muelewe. Majina ya watu, picha za watu huchukuliwa. Kama uelewi na una neema ya kutosha, katembelee mzimu wowote. Kama uelewi mzimu iko wapi, nenda kwanza Mnarani Ruins. Kuna mzimu pale. Hapo Mnarani Ruins. Ukipanda hapo juu, nenda kuta mbuyu mkubwa. Utakuta vitu vya kila aina na majina ya watu, vitabu vya watu, nguo za ndani, na sina majina ya watu. Imeandikwa, vimekwa.
ni nini? Ni place of contact. Na aliyefanya hivi anaenda akitoa kafara. Ulikuwa na mbuyu karibu migatu 7 huko ambao ulikuwa unajulikana sana msimu huo. Nakumbuka siku ile nilipoenda kuvamia, ulikuwa mbuyu mkubwa na unapanda. Nikauvamia. Nikifika karibu ukaanza kuvuma, na nikaunenea kwa jina la Yesu. Kwenye mlango wa hilo pango kuna kitambara chekundu kati nimefungwa kwenye hiyo shimo la Mungu. Nikaking'oa kile kitambara. Nikaona kuna kiti cha miguu mitatu na sanamu ya kazee kalikofungwa nguo kama kazee kakai. Nilipokashika nilipigwa ni shot ya umeme. Kulikuwa na chupa 7 zimemzunguka. Mbele ya hapo kazee kuna sahani imejaa pesa. Na kila Ijumaa wanaenda wakitoa kafara. Nikang'oa hizo chupa 7, kaziweka kwenye kile kitambaa nilichokitoa kwa mlango. Na huyo mzee na kiti chake nikaweka pale. Nikashika kakunja vizuri, nikazungusha zile chupa za marashi. Nikaambia kwa jina la Yesu, kama Mungu jitetee. Nikazungusha, nikazikunja zote kwa. Nikachukua ile sahani na pesa, nikuja nalo mpaka. Nikazichange na nikaenda nikazitumia. Sasa hiyo hufanywa na makamanda, si mtu yeyote. Unaweza ukavifanya hivyo, ukawa unatembea huko ukienda ukieleza mwenyewe. Na unaongea vitu ambavyo havieleweki. Nilitoa ushuhuda huu na kijana mmoja akaenda akavifanya mahali fulani, akalipuka. Na kawa naeleza mwenyewe. Havifanywi na kila mtu. Havifanywi kwa kuiga. Vinafanywa kwa msukumo wa ndani. Vinafanywa kulingana na mandate yako. Kama wewe si askari, ukiona waizi wanakuja na wana silaha, wewe ndio unaofuata na panda. Kwa jina la Yesu na panda yako. Unaita askari. Kila mmoja na kile laini yake ambayo amewekewa. Sasa hizi sheria wapendwa, ambazo zimetungwa na wazee wa kaya na wazee wa misikiti, wakaliita jina lako, wakaongea maneno kinyume na wewe na jamii yako na watoto wako, na wanaitolea kafara. Hapa kwa Charuamai, ukifika pale kwa Charuamai, ile barabara inaenda hivi, ukishika hivi kuna barabara inaenda kwa Mama Ngeti. Hapa kuna duka. Hiyo nyumba ilikuwa imewekewa msingi zamani, nikija Kilifi. Ilikaa kwa miaka. Kila fundi akienda kujenga hamalizi hata line mbili, anaenda zake. Ni mlenuya hiyo duka. Akaja akafanya maombi kwenye hiyo nyumba. Ikiwa ni magofu tu, watu wanakuja kufanya choo, watu wanatupa takataka. Alipofanya maombi, akaleta fundi. Fundi yule alipokuja, wakagundua kuna chupa. Na ile chupa imeandikwa majina ya watu, ina picha za watu hapa. Akamuita mwenyewe na akaogopa, akaenda akaleta fundi mwingine wa kuokoka, watu wafanye maombi sasa. Wakiomba, ile chupa ikalipuka, ikapasuka. Na yule kajengwa ikaisha, leo ni duka. Amen.
Sasa unasema nimekosa pesa, ule mradi wangu nimekosa pesa. Unajua ukosa pesa tu, lakini siku moja nitapata pesa. Siku moja nitapata pesa. Lakini ni sheria imetungwa. Sheria. Shetani anaweza akamanipulate akamanipulate jua ardhi, ukawa mahali na umekataliwa, kuna manufaa, unang'ang'ana kwa sababu ardhi iliongeleshwa, kaambiwa huyu usimruhusu. Kwa nini? Kwa sababu ya hatima yako unayobeba. Nataka kama unanisikiliza mahali popote ulipo, ujue mtu akiokoka anapata hatima isiyo ya kawaida. Na hiyo hatima ya asipokuwa mwangalifu, ndio pale unaambiwa nyota yako imeibwa, nyota yako imesimwa. Kwa nini? Ni watu ambao ni expert, watu shupavu, ambao wako connected na mapepo na madhabahu. Sasa wewe kama ni Mkristo yule wa Jumapili hadi Jumapili, Mkristo yule ambaye unakuja kanisani tukisema Mungu atanisaidia tu, leo sina sadaka, wacha nipeleke tu moyo wangu, ni sawa. Lakini yeye hapeleki moyo wake peke yake, anapeleka hata na kuku wake. Na hawapeleki kuku wake kwa sababu nyingine, kwa ajili yake. Kwa kukusuda wewe ndio anawapeleka. Wewe wako umewaacha, umeleta moyo. Yeye anapeleka moyo na kuku, anapeleka moyo na mbuzi, anapeleka moyo na mahindi, anapeleka moyo na jina lako. Yote anajiweka pale kwa madhabahu. Na anaagiza. Ukusikia ile story kumalize na hiyo tuombe. Nataka leo kuchangamkia sheria inayosema hutaolewa. Yaani ukipata kijana umepata kigego, siku mbili tatu tayari anaanza kuheka kama amba ngojea Mungu sikutawana tu. Yaani sasa unashangaa huyu ni namna gani? Ndugu, mbona una speed hizi? Mpaka hiyo kitu inaisha, maana sasa huyu ndugu ana roho chafu kabisa. Uchungu unavunjika, unaanza kupiga. Na shetani anakuletea hawa design hiyo. Akuamsha usiku wa manane, nakuisa usiku wa manane. Chati. Huyu anakuamkiza maroho. Anakusambazia maroho. Hata kuambia tuombe, hapa ni kukusambazia maroho. Mtumie picha yako. Ukimtumia hataki hiyo, nataka ile yenyewe ni. Unamtumia picha, anakwambia hapana, nataka ile yenyewe. Sasa unashangaa huyu ndugu ni vipi huyu? Ndugu ni vipi? Anaanza kutumia tayari sana. Anakuambukiza maroho. Kuna watu ni wafe ndio wewe ukapata breakthrough. Wewe ujui hivyo. Umekuwa huruma tukana unajua hawa hukumu yao ni ya kutoka zamani. Wewe usikii, hebu nisome hili andiko, maana wewe unaonekana una huruma kuliko Mungu mwenyewe anayesema watu hawa hukumu yao. Sikia hii maneno ya Yuda. Yuda anasema hivi, mstari wa 4, kwa maana kuna watu wajiingizao kwa siri, watu wanaoibadili tangu zamani, walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilishao neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Makafiri walioandikiwa zamani hukumu hii ya kifo.
Yeye anakuishia vitu. Anakuishia vitu. Injili hii Mungu atusaidie. Juzi nilikuwa naangalia, nilipost hiyo kitu kwa wall yetu ya watu sasa wameingia kuabudu na nyoka. Nyoka live lakini. Nakuja na nyoka na mweka hapa. Nasema nyoka wa shaba. Ndio maana mimi kutoka zamani hii Camry ile ishara ya nyoka niliteka nayo kutoka zamani. Japo walichukua wakasema mbona hata Musa aliweka nyoka. Wa Musa alileta uponyaji na ilikuwa ni kwa jambo lingine. Hii ishara ya nyoka ya Camry si nyoka wa Musa. Ndiye huyo anayetuletea sheria hizi leo. Ndiye huyo anayetuletea hizi sheria. World Health Organization ishara yake ni ya nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu wasipokufa njia yako haikuangazii. Unaniambia pastor, naombea watu wafe, siwaombei na wahukumu. Na wahukumu. Biblia inasema wowote watakaokusanyana kuleta mashtaka juu yako, wewe utawahukumu. Siwaombei na wahukumu. Sawa na sheria isemayo akubarikie nitambariki na akulaanie nitamlaani. Kama ni decree kifo kwangu, malaika huyo wa kifo nampatia U-turn arudi. Chochote alichotangaza juu ya na tukigeuze kirudi kwao. Amen. Ili wajue kwamba hakika Mungu ni mwezi. Sikia, wewe unawahurumia sana. Hata Balaamu aliyekuja akalanilani wana wa Israeli hakufa kifo cha kawaida. Alikabiliwa ni Joshua, akamalizwa ni Joshua. Natoa hukumu kwa jina la Yesu. Yeyote aliandika sheria juu ya na ifuta sheria ile kwa damu ya Yesu, na natoa hukumu yake sasa kwa jina la Yesu. Amen. Unamridhia, unamwonea huruma, ni babu yako anakufa, amalizi umwaka. Amen. Lazima nyota yako iangaze pale kweli. Wewe uwe kiongozi pale nyumbani. Hata kama uliolewa, hawatapitisha amri huko nyumbani mpaka wakuite wewe. Lakini fulani wetu hayupo, tungojee yeye aje, kwa tumwiteni yeye. Na kuna wanaume huko. Lakini wewe ndio unashikilia hiyo hatima ya hiyo jamii. Simama kwa miguu yako. Pale nyumbani kama unanisikiliza, nataka ujue hii leo. Nataka kunena kinyume na kila sheria iliyotungwa juu ya watoto wetu. Kama ni tumbo lako lilitungiwa sheria halizai, utaweka mikono kwa tumbo lako. Kama ni akili yako iliwekewa sheria huwezi kushika masomo ama vitu vya faida, unaweka mikono juu ya kichwa chako. Kama ni hali yako ya nyumbani, inua mikono yako na tuitangaze sheria hii kwamba leo inaharibika na sheria ya Jehova ndiyo itakayosimama. Unapoomba kule, na mimi naomba na wewe hapa, na naamini ya kwamba maombi haya sitaki uombe kama mwenye kwa swako, kama unamumunya peremende. Yeye jamaa akiita kule, huita paka wewe ukasikia kuna mtu amekuita na umelala, lakini ukasikia nimeitwa. Maana yeye huita akiwa na maanisha.
Baba, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, leo tunasongea kwa madhabahu hii, madhabahu ya Jehova, madhabahu ya kweli. Twazinenea sheria zilizotungwa kwenye madhabahu na wachawi, sheria zilizotungwa ni wakuu wa giza, sheria zilizotungwa ni wenda wa watu ambao wanakuchukia sheria, wakaipa, wakazuia mafanikio, wakazuia kwenda kwetu mbele, wakazuia baraka yetu ya fedha, wakazuia watoto wetu wasiolewe, wakazuia waliolewa wasipate watoto, wakazuia, wameweka sheria ambazo haziwezi kufikika. Lakini sasa tunafika sheria hizi, twazinenea sheria za majini, sheria baharini, sheria katika anga, sheria katika ardhi. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, wewe sheria na kunenea kwa neno la Bwana, sheria ya roho wa uzima, sheria wa roho wa uzima, ikavunje sheria ile iliyotingwa kwa yule mama asipate watoto, kwa yule mama asitunge mimba, kwa yule kijana asielewe, kila akipata mchumba anavunjika mchumba wake. Sheria iliwekwa kwa nini aolewe na harusi, sheria ilitingwa kwa nini apate watoto, sheria iliwekwa kwa nini afanikiwe. Kwa jina la Yesu aliye hai, enyi sheria zilizotengwa kwenye madhabahu ya wachawi, zilizotingwa kwenye madhabahu katika nyumba za sala, wakachukua majina yetu wakayaweka kwenye chupa, wakayasimika mzimuni na yanenea kwa damu ya Yesu. Wewe chini, sikia neno la Bwana. Wewe Yohani, sikia neno la Bwana. Wewe Maimuna, sikia neno la Bwana. Wewe Makata, sikia neno la Bwana. Na kujia na kuchoma kwa moto na kuteketeza kwa jina la Yesu. Na teketeza uweza wake, na teketeza madaraka yake, na waondoa wao vijiani. Hawataandika tena, naliandika jina lake katika mchanga, na kumbukumbu lake likasahaulike. Kwa jina la Yesu aliye hai, kumbukumbu yake na ikasahaulike, na asitajwe tena miongoni mwa wanadamu. Ninaomba Baba, dhambi za watoto wake, dhambi za mababu zake ziwekwe mbele yake, zikasababishe hukumu, na hukumiwe sawa na aliyoyatenda, na hukumiwe sawa na aliyoyatenda. Anguke kama vile Balaam alipingwa njiani, naye apambane na malaika wa Bwana kwa jina la Yesu. Baba, natangaza mwanzo mpya, natangaza nguvu za Mungu, natangaza sheria ya uzima, natangaza uwezo wa Mungu, natangaza ushindi wa Roho, natangaza mwanzo mpya, natangaza mwanzo mpya. Kila mlango ufunguke, kila mlango ufunguke, watu wapate wachumba, na ndoa zifanyike, na watoto wazaliwe, na ajili ya nguvu ya Mungu ya kupata watoto, na ajili ya nguvu ya Mungu ya kupata baraka, na ajili ya nguvu ya Mungu ya kwenda mbele, na ajili ya uponyaji, na ajili ya kibali, na ajili ya neema, kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana, asante kwa ajili ya wasikilizaji wetu wote, na wabariki mahali walipo, na amuru muujiza ukawafikie mahali walipo saa hii. Kila mbaya
ambaye nyota yake ilikuwa imezimika, na itokelezee tena. Kila ambaye alikuwa amechukuliwa kivuli chake, hatima yake na imrudie tena. Bwana, asante kwa ibada hii, tunakubariki na kukuinua. Asante Mungu, maana ni kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Tunawakumbusha paybill namba yetu. Kumbuka kutuma dhabihu zako kwa paybill namba hiyo 695157, alafu naandika account number, jina lako. Itakuwa ni baraka. Kumbuka jioni tunarudi hapa saa 10 kumalizia siku. Kwa hivyo jitayarishe kutuangalia tena kwa mtandao. Mungu akubariki. Shalom.